Ndiyo, karibu tena dimbani mwana michezo. Hii ni Mponela Update. Mimi naitwa Michael. Wengi wanapenda kuniita mtaalamu wa pasi za mwisho, lakini wengine wanapenda kuniita profesa wa breaking news za soka la Bongo na Afrika kwa ujumla. Na kama unataka habari za moto kabla hazijaenea kila sehemu, basi uko sehemu sahihi sana. Hakikisha umesubscribe na kulike na kuwasha kengele ili usipitwe chochote kwenye channel hii ya Mponela Update. Na breaking news ambayo nayo, exclusive update ambayo nayo mtazamaji wa Mponela Update, ni exclusive nzuri kweli hasa kwa mashabiki wa Young Africans. Na exclusive hiyo ni ipi? Njoo unisikilize. Na kwa kuanza bwana, ni klabu ya Yanga imeendelea kufanya harakati nzito kimya kuhakikisha napata kocha mpya kuziba pengo la kocha Pedro. Na taarifa za uhakika kabisa kutoka ndani ya vyanzo vya karibu na klabu hiyo zinaeleza kuwa Yanga sasa imemuongeza kwenye listi yake kocha wa zamani wa RC Berkane anayejulikana kama Amine El Karuma mwenye miaka 40. Hii si habari ndogo hata kidogo. Unamzungumzia kocha ambaye aliwahi kuipa Berkane mafanikio makubwa ikiwemo kubeba ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika. Hii inaonyesha wazi kuwa Yanga wataki kufanya makosa safari hii. Wanahitaji kocha mwenye uwezo wa kubeba pressure, kupata matokeo makubwa na kuifanya timu icheze soka la ushindani mkubwa Afrika. Mashabiki wengi wa Yanga tayari wameanza kulijadili sana jina hili kwenye mitandao ya kijamii. Wapo wanaoamini huu unaweza kuwa ni usajili bora wa benchi la ufundi kuelekea msimu mpya, huku wengine wakitaka kuona kwanza mfumo wake wa uchezaji na uwezo wake wa kushindana kwenye ligi pamoja na michuano ya kafu. Lakini swali kubwa ambalo wengi wanajiuliza ni hili hapa: je, Amine El Karuma ndiye mtu sahihi wa kurudisha Yanga kwenye ubabe wa Afrika? Kumbuka Yanga wana presha kubwa kutoka kwa mashabiki wao baada ya misimu ya hivi karibuni kuwa na ushindani mkubwa sana ndani na nje ya Tanzania. Hivyo uamuzi wa kocha mpya unaweza kubadili kabisa mwenendo wa timu hiyo msimu ujao. Pia taarifa zinaeleza kuwa viongozi wa Yanga wanataka kocha mwenye nidhamu, uwezo wa kusoma mchezo haraka pamoja na falsafa ya soka la kushambulia, kitu ambacho kinaonekana kuvutia zaidi kwa Amine El Karuma. Nadhani watu wengi tunaijua RS Berkane kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakicheza mchezo wa kushambulia huko kwenye ligi ya Botola Pro Morocco, lakini mpaka sasa bado hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na Yanga kuhusu makubaliano yoyote ya mwisho. Hii ni vita kimya sokoni na inaweza kuleta pressure kubwa kwa timu pinzani kabla hata ya msimu kuanza. Sasa wewe shabiki wa mpira, unaonaje hili jina la Amine El Karuma kuhusishwa na Young Africans? Je, anaweza kuziba pengo la Pedro au bado Yanga wanahitaji kocha mkubwa zaidi? Tukumbuke pia Yanga bado ina Ahmed Moulin, lakini Yanga bado ina kocha Patrick Mabedi. Kwa sasa Yanga kama alivyosema semaji Ali Kamwe kwamba ina makocha wakuu wawili ambaye ni Moulin pamoja na Patrick Mabedi. Je, Amine El Karuma kuhusishwa na Young Africans ni chaguo sahihi kwa Yanga ama vipi? Andika maoni yako hapo chini. Mimi naitwa Michael, mtaalamu wa pasi za mwisho, lakini wengine wanapenda kuniita profesa breaking news. Hii ni Mponela Update, sehemu pekee inayokuletea habari za moto kabla hazijapoa. Tukutane kwenye story ijayo. Peace.